Ameyasema hayo wakati akizindua kazi ya ujenzi wa nyumba kwa mhitaji mzee Babangida Laizer iliyoratibiwa na kurugenzi ya wanawake na watoto KKKT katika kijiji cha Meserani kilichopo mkoani Arusha. Nimekuja kuungana nanyi katika jambo hili kubwa sana la muhimu, swala la umisioni, swala la diakonia. Na neno linatutuma kuangalia na kuinua macho yetu kuwatazama wale walioko miongoni mwetu waliowahitaji, kutembea pamoja nao na kuwaonyesha upendo wa Yesu. Hapa anasema ni kila wa Yesu, hawa ni ndugu zangu. Kwa wale wanaotuzunguka ambao tunakwenda katika njia moja ya kumwamini Kristo, na hata wengine wasiomwamini Kristo, lakini walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, tunawafikia kwa njia ya kujitoa kwa matendo ya huruma. Lakini basi tunapoingia katika kazi hii kubwa ambayo iko mbele yetu, ni alama. Najua sio kwamba tunamaliza kila kitu, lakini ni alama ya upendo kama wa Kristo kwa ndugu zetu, kwa familia mzee wetu Babangida na wengine wote. Lakini ni alama ya ushuhuda wetu kwa Kristo kwamba sisi tunaomwamini Kristo tuko tayari kujitoa kwa ajili ya wengine. Si kwa sababu tuna vingi, na si kwa sababu huyu hakuna wengine wangeweza kufanya, na kwa kuwa Mungu ametupa neema ya kutumika, basi anatupa kulishuhudia ile neno kwa njia ya matendo. Mkurugenzi wa kurugenzi ya wanawake na watoto KKKT Luhekelo Sanga amesema kuwa ujenzi wa nyumba hiyo ni azimio la idara hiyo ofisi kuu la kuweka alama kwa kuwagusa wahitaji kila wanapoadhimisha siku ya maombi ya dunia yanayoongozwa na idara ya wanawake, huku naibu katibu mkuu wa misioni na uinjilisti Dayosisi ya Kaskazini Kati Arusha, mchungaji Julius Tarakwa, akieleza kuwa kazi hiyo imeleta chachu kubwa kwa kuwavutia watu kuja kwa Yesu Kristo. Kawaida tumejiwekea kwamba tunapofanya maombi kwa dunia nzima ambayo yamepewa kuratibiwa na wanawake, huwa tunaweka alama. Haijalishi ni ndogo kiasi gani, lakini ni kuwagusa watu wenye mahitaji. Kwa hiyo tukaadhimia mwaka 2026 kwenye maombi ya dunia ambayo yalifanyika tarehe 6 pale ofisi kuu ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, basi tuweke alama ya kumjengea huyu mzee nyumba. Pamoja na kwamba uwezo haukuwa mkubwa, lakini tukasema tutaanza tutakachoweza kutokana na hali halisi. Tulivyoelezewa nyumba ya mzee ilikuwa katika hali mbaya na dakika yote ilikuwa inaanguka kama ambavyo tumeambiwa imeshaanguka. Kwa hiyo wanawake wa ofisi kuu walijichanga, tukapata kiasi kidogo cha fedha ambacho ndicho unaona kuna matilio kidogo yameanza hapa na bado yataendelea. Tuliwaalika pia, tukufanya wanawake wenyewe pia, tulifanya na wanaume wa ofisi kuu pamoja na wageni ambao tuliwaalika. Kwa hiyo wote kwa pamoja tuliungana, na tunaamini Mungu kadri tunavyozidi kuendelea na yule atakayeguswa, kazi hii itasogea na itaisha. Kazi hii imeleta chachu kubwa kwa sababu mzee mwenyewe alikuwa sio Mkristo, lakini sasa hivi akaongea kwa ujasiri kwamba atakwenda kanisani. Tayari na majirani zake 2 watatu nao wamesema kama upendo wa kanisa ni hii, upendo wa Kristo kwa njia ya kanisa ni hii, na sisi tunavutwa kumwamini huyo Kristo katika maisha yetu. Wito wangu kwa waumini ni kujikita kweli kwa hivi vitendo vya huruma, kuwatambua wahitaji. Si lazima awe Mkristo, maana upendo wa Kristo ni kwa wote. Tuwatambue, tuangalie pale ambapo tunaweza tukagusa maisha yao. Mchungaji kiongozi wa KKKT usharika wa Meserani, mchungaji Godilize Mkenda, amesema huduma hiyo ni ya baraka, huku mzee Babangida Laizer na mmoja wa majirani zake Lobulu Kilameni akiwashukuru kanisa kwa msaada huo. Ni tukio la baraka sana, si tu la kimisioni na uinjilisti, lakini ni tukio la kidiakonia ambalo limeweka kumbukumbu ya pekee sana katika usharika huu. Huduma hizi ni za baraka sana, so inapaswa tuziendeleze, kutembea nyumba kwa nyumba, maana huko ndiko tutakakoenda kufahamu familia duni. Shukrani ninayotoa kwa kanisa hii ya Lutheran, Lutheran au KKT. Nimependa sana hiyo msaada ambayo mnayotoa sasa hivi au ulioanza kutoa samani. Ni msaada kubwa sana. Nashukuru kanisa hili anayojenga hii nyumba. Nilikuwa napata shida nyingi sana. Bwana ninyeshia, niko njiani. Watoto wangu wote hali mbaya, sehemu ya kulala, sehemu ya kupikia chakula, sehemu yote hamna, ni mbaya. Inanyeshewa na mvua wakati wa mchana, wakati wa usiku. Yaani alikuwa hali mbaya.
Kwa hiyo akipata hii msaada tunashukuru. Sisi wote majirani yake tunashukuru sana. Tunashukuru nye na tunashukuru Mungu. Nyuma yangu hapa ni nyumba ya Babangida Laizer ambayo inajengwa katika eneo hili la Meserani, ikiwa ni sehemu ya udiakonia wa kanisa hili la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Kutoka hapa katika kijiji cha Meserani mkoani Arusha, mimi ni Elihuruma Chao.